Kwa mchezo dabi ilikuwa ya aina yake. Siku hizi hakuna dabi ya wanawake wala wanaume. Tunaona dabi ilikuwa leo imepigika hapo uwanjani. Unazungumziaje kwanza mchezo? Mmeweza kupoteza moja kwa bila. Mchezo kwa upande wako kama msemaji wa Simba kwa inapo ilikuwaje? Mchezo ulikuwa mzuri. Simba tumepoteza mchezo huu, lakini tulikuwa kwenye kiwango bora sana. Iko michezo ambayo Simba Queens tunashinda, lakini unaona papato zinakuwa nyingi. Yani nashinda kwa uzoefu na makosa mengi ya mpinzani. Mechi ya leo pamoja na kwamba tumepoteza, lakini tumeshuhudia ubora wa hali ya juu sana wa wachezaji wa Simba Queens. Na kama tungekuwa tuko clinical enough, hasa kwenye safu yetu ya ushambuliaji, tungeweza kuimaliza ama kuiua hii mechi kipindi cha kwanza tu. Kipindi cha kwanza tulikuwa bora sana, tumetengeneza nafasi nyingi sana, tumefanya kila kitu katika mchezo huu, lakini watu wetu wa mbele wakakosa nafasi nyingi ambazo zimetengenezwa. Yote kwa yote ikapelekea mchezo kuisha kwa Simba kufungwa bao 1-0. Sisi kupoteza bao 1-0 leo ni pigo kubwa, kwa sababu linayumbisha malengo yetu ya kupigania ubingwa msimu huu. Kwa kupoteza huku, maana yake ni kwamba tunakwenda kumpa faida zaidi mpinzani wetu ambaye ni JKT Tanzania kwenye kuania mbio za ubingwa. Lakini sisi Simba Queens hatujakata tamaa, bado tunao nafasi ya kuipigania Simba Queens kwenye mechi ambazo zimesalia. Na uzuri ni kwamba wapinzani ama mpinzani ambaye tunapigania naye ubingwa kwa maana ya JKT Queens bado tuna mchezo naye mmoja mkononi. Kwa hiyo mimi na yeye, kwa maana mimi na JKT ama sisi na JKT, ndiyo mechi itakwenda kuamua nani aondoke na ndoo msimu huu. Nyie na JKT wawili tu? Ya, sisi na JKT, kwa sababu kimwangalia Yanga Princess bado yuko chini sana. Kabla mechi leo tulikuwa tunampita pointi 10, ametufunga leo, maana yake ni kwamba tumemzidi pointi 7. Pointi 7 ni gap kubwa sana kwenye ligi kama hii yenye ushindani. Kwa hiyo JKT kabla mechi leo tulikuwa tunamzidi alama 2. Kwa kupoteza huku, yeye akishinda mchezo wake, maana yake anakaa juu kwa alama 1. Kwa hiyo vita rasmi inakuwa ni baina ya Simba Sports Club na JKT Queens. Kwa Yanga Princess leo hiyo wameweza kushinda, wanacheza sana kwa uwanjani. Furaha hiyo ni kumfunga mtani na sio kwamba labda kuelekea katika kuchukua ubingwa. Sijajua wao furaha yao hasa ni ipi, lakini always timu ndogo inapoifunga timu kubwa lazima wapate furaha kama hiyo. Timu ndogo inapoifunga timu kubwa lazima wapate furaha kama hiyo. Lakini kwa maana ama ukinambia wana ndoto za ubingwa ni ngumu mno. Kwa hiyo walichokifanya wao, wametimiza malengo yao. Malengo yao ni kumfunga Simba, kwa hiyo wana kila sababu ya kusherehekea, na hiyo ni hulka ya timu ndogo. Anapofanikiwa kuifunga timu kubwa lazima aselebuke. Na kuangalia mechi ya leo, pamoja na kwamba tulikuwa bora, lakini tumekosea wapi kiufundi na kuweza kuruhusu bao 1. Kwa ushindi wa 3 zimeisha. 3 zimeisha. Nasikia kufutulisha Ahmed. Utawala wa Bwana Clifford.